Tumewaita hapa asubuhi ya leo baada ya kuona serikali ya awamu ya sita hasa kipindi hiki imeanza kuona umuhimu wa kuongeza uwezo wa makandarasi wazawa, kwa sababu hiki kimekuwa ni kilio chetu cha muda mrefu kwamba katika nchi yetu hii utakuta ukienda pale kwenye bodi inayosajili makandarasi, 98% ya makandarasi waliosajiliwa ni wazawa, ni locals. 2% ni wa kigeni. Lakini kazi zinazofanyika hapo kuchukua kwa maana ya thamani ya kazi, wale makandarasi wa kigeni wanafanya zaidi ya 70%, ambao wao wako 2%, lakini wanafanya kazi zaidi ya 70% kwa thamani ya kazi hapa nchini. Sasa sisi 98% tunachangia hiyo kidogo iliyobaki, na tuliona kwamba hii si sawa. Lazima juhudi fulani zifanyike. Kwa hiyo kipindi cha nyuma tumeshirikisha serikali kwamba lazima juhudi fulani zifanyike za makusudi za kuhakikisha kwamba wakandarasi wazao wanapata uwezo wa kufanya hizi kazi zote kubwa, na kitu kilichokuwa kinawakwamisha hasa ni vitu vikubwa viwili: masharti ya upataji wa kazi. Masharti yale, unaambiwa kama unataka ujenge reli uonyeshe umewahi kujenga reli wapi, labda 3. Sasa sisi ndio tunajenga reli ya kwanza. Kwa hiyo ina maana sisi moja kwa moja hapo mzawa hawezi, inabidi tusubiri wageni. Sasa tukasema tutakaa hivi mpaka lini? Kwa sababu kila kazi inapokuja mpya lazima mtu aonyeshe alifanya lini. Sasa kama ni lazima aonyeshe alifanya lini, sisi tutafanya lini ili baadaye tuanze kuonyesha? Kwa mfano, sasa hivi sheria ya ununuzi inasema kazi ambazo hazizidi shilingi bilioni 50 zifanywe na wazawa. Lakini ukizunguka huko, hizo kazi utakuta kuna wageni wanazifanya. Wanazipataje? Ni uvunjivu wa sheria au ni nini? Tukagundua baadhi ya mbinu wanazozitumia ni kwamba anakuja mgeni, anachukua labda hata binti tu rafiki yake, anamuomba NIDA, kitambulisho cha NIDA, anaenda BRELA, anafungua kampuni kwamba huyu ni mzawa ana 51% na mimi ni mgeni na 49%. Kwa hiyo hii kampuni inaanza kupata upendeleo. Kwa hiyo sasa tumekuja na pendekezo kwa serikali. Na pendekezo hili si jipya, baadhi ya nchi zimelijaribu. Tulitembelea baadhi ya nchi, kwa mfano Uingereza, Malaysia, Singapore, Australia. Wao wana kitu kinaitwa sheria ya malipo, inaitwa Security of Payment Act. Walipoweka ile sheria ya malipo, sasa kulipa si swala la kimkataba, ni swala la kisheria. Kwa sasa hivi hapa kwetu malipo ni swala la kimkataba, na mnaposhindwana kwenye mkataba mnaenda kwenye usuluhishi mpaka mahakamani. Yani si swala ni swala la makubaliano, kwa sababu mikataba ni makubaliano, lakini ukiweka kwenye sheria inakuwa ni swala la kisheria. Kwa hiyo hata anayetoa kazi sasa atajipanga asitoe kazi, kwa sababu baadhi ya miradi ambayo labda serikali wanatoa kwa sababu ya appetite, kuridhisha wananchi, lakini fedha hazipo. Sasa inakuja inaumiza makandarasi wa ndani, hawawezi kukua kwa sababu tu ya appetite. Lakini sheria kiwepo, ina maana kila mtu atatoa kazi ambayo tayari ametenga fedha. Kwa hiyo matokeo yake kutakuwa na kwanza faida, makandarasi watakuwa, kwa sababu sasa atakuwa analipo kwa wakati. Lakini serikali itanufaika, na kwa kweli serikali ndio inanufaika zaidi. Kwa sababu gani? Wakandarasi watakapokuwa na uhakika wa malipo, maana yake ni kwamba hiyo uncertainty factor hutaiweka kwenye price. Kwa hiyo automatically bei zitashuka kwenye soko. Zitakaposhuka kwenye soko, serikali itaweza kufanya miradi mingi kuliko inavyofanya sasa. Kwa hiyo ni faida hata kwa serikali, itafanya miradi mingi kuliko inavyofanya sasa. Kwa hiyo uhakika wa malipo ni mojawapo ya vitu ambavyo tunaishauri serikali kwamba ianzishe sheria ya malipo, the Security of Payment Act, ambayo itasaidia sasa kucement hii wazo ambalo wanalo kwa sasa, ambalo wanaona kwamba kuna umuhimu wa kukuza uwezo wa ndani.